nafsi yako ifunge kamba, iambie we nafsi koma, tubia wewe. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة ومحى الظلم وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد, ndugu zangu katika imani, namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwanza kutujalia kuwa waislamu, alafu akatuwafikisha kubaki katika kaidi ya uhai mpaka leo na tukawa wazima, na kwa muda huu tulioambiwa ni mtukufu na muhimu sana kiimani, baina al-maghribi wal-ishai, tupo katika msikiti ambao ni nyumba miongoni mwa nyumba za Allah. Tunakumbushana na tunadarasishana maneno ya Allah, jambo ambalo hakuna linalolipita hili kwa ubora kwenye upande wa imani. Lakini upande wa dunia hela ndo muhimu, au vipi? Hapa ukiambiwa kuna mahala ukienda kuna 30,000 utakimbia kila kitu hapa ufuate 30,000. Jambo jingine ni kwamba tunafahamu masala ya maisha, lakini tunashindwa kufananisha uhalisia wa maisha haya na maisha mengine tunayokwenda baada ya kuondoka hapa. Ingelikuwa tuko kwenye hili vuguvugu la wakati huu, tungelisema tunafanya kampeni ya kutafuta wanachama wa vyama vyetu, au tunafanya kampeni ya kusajili wachezaji kwenye madirisha madogo, au tuna ziara ya kufanya masala ya kutengeneza au kuhamasisha vikundi vya wajasiriamali. Tungelipata wahudhuriaji wengi sana. Lakini sisi tunafanya kampeni ya kutafuta washabiki wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kwenye dini pia kuna vyama vingi. Sijui kama mnajua inaonyesha kama sisikilikani hivi au vipi? Bosi kama yuko aje huko anajua. Kwenye dini Allah pia mwenyewe karuhusu upinzani. Yeye ndo kajiita Malikul Mulki, mfalme wa wafalme. Lakini pamoja na power alionayo, Allah karuhusu upinzani. Kwa hiyo katika watu aliotuweka juu ya ardhi hii, kuna wengine wa kwake, wengine wa mpinzani wake. Na mpinzani wa Allah ni shaitani, si tunajua? Kuna hizbullahi na hizbu shaitani. Kuna tapo la washabiki, waumini, wafuasi wa Allah, na kuna jengine ni la wapinzani wa Allah. Yeye mwenyewe Allah karuhusu au kakubali, karidhia upinzani.
katika Qur'ani tukufu kwenye suratu Taghabun aya ya 2 kasema huwa alladhi khalaqakum, yeye Allah ndiye aliyekuumbeni nyinyi nyote ni viumbe na muumba wenu ni mmoja tu. Lakini baada ya kuumbwa mukawekwa juu ya ardhi hii tena mnahudumiwa, maana Allah kakadiria riziki zetu, hai wetu, ajali zetu na kila kitu. Yeye ndo mratibu na anasimamia ratiba hiyo. Tupo hapa tena tunahudumiwa, tunagharamiwa, lakini bado hatumthamini anayetupa huduma. Kwa akasema faminkum kafirun, miongoni mwenu kuna viumbe ambao wanamkufuru muumba wao, hawana imani naye, hawampendi. Sasa hawa kama wana chama chao na wana viongozi wao. Wa minkum mu'minun, na miongoni mwenu wako wenye kumwamini Allah, wanamjali, wanamuheshimu, wanamuogopa, na akitoa maagizo yake wanamtii. Allah atujalie na sisi tu ni miongoni mwa hao. Kwa hiyo tupo duniani na dunia ina mwenyewe, na hapa tupo kwa muda na sote tunalijua hilo. Na baada ya kumaliza muda hapa ukiondoka unarudi kwa mwenye dunia hii. Lakini mwingine kachagua kupingana naye, na mwingine anajua ugomvi na bwana wangu siuwezi, bora ni salim amri, ndo kusilimu huko kuwa Muislamu, nifuate matakwa yake. Faminkum kafirun, miongoni mwenu kuna mtu kafiri, wa minkum mu'minun, na miongoni mwenu kuna mtu anayeamini. Mmegawanyika hivyo, lakini Allah kawachanganya wote kwenye sahani moja hii kwa lengo la kukupeni huo mtihani. Wallahu bima ta'maluna basirun, na Allah yote mnayoyafanya hapa anaona. Sio anaona tu halafu basi yamekwisha. Hapana, haya yanayofanywa hapa ndo mtihani wetu mkubwa, na katukadiria siku ya kwenda kutupa matokeo siku ya Kiyama. Baada ya matokeo ndo tutakwenda kwenye yale maisha halisi. Wanasema watu wa falsafa, khuliqal insanu lil abadi, mwanadamu wewe madamu ushaumbwa, wewe upo milele kwenye ulimwengu wa Allah, hupotei tena. Ushaumbwa, upo wewe, upo milele. Wa innamal ana, lakini sasa hivi yuathiruhu atwarun, kinachomuathiri mwanadamu ni stages alizopangiwa kupita. Madamu ushaumbwa, wewe upo tu, uko kwenye milki ya Allah. Ukimtambua wewe wake, hata usipomtambua wewe wake. Ukimuheshimu wewe wake, hata ukimuasi wewe wake. Kakuweka hapa kwa muda, anajua ambayo hayajakuwepo, hayajatendeka. Kakuweka hapa ili wewe mwenyewe uproof kile ambacho Allah anakijua. Kama angetaka baada ya kutuumba angechagua tu, nimeumba viumbe lakini wengine wazuri, wengine wabaya. Kwa hiyo hawa wazuri na watunza peponi, na hawa wabaya natia motoni. Wala singetokea yoyote wa kumhoji, wala kumshtaki, wala kumlalamikia. Kaumba mwenyewe. Kwani sisi tunanunua magari kwa bei mbaya, pesa nyingi, alafu gari ili likidhi haja likupeleke safari yako unanunua petroli au dizeli, fuel kwa jina moja, kwa hela nyingi. Pia unajaza full tank, yale mafuta wewe unayachoma tu moto, ndo gari likupeleke safari yako. Anakulaumu nani kwamba hela unaitia moto? Na ndio makusudio yake, ndio au sivyo? Mwingine
kaamua starehe yake avute sigara tu, anatoa hela kila siku kununua paketi 2, 3, mwingine 1. Ile sigara yeye anachoma moto tu, alafu anaingiza mwilini mwake moshi wenye sumu. Hakuna faida yoyote ya kiafya anayoipata, labda hasara, lakini mwenyewe hiyo kazoea, ndo hobi yake, na huwezi kumshawishi akawacha. Anasema kuacha ngumu ustaz. Utamkuta tu na pafu anapiga anakohoa. Sasa we shekhe, sigara inakukohoza kama hivyo, umekonda. Shetani bwana, shetani anamsingizia shetani, na yeye mwenyewe ndo ananunua kwa hela, alafu anaichoma moto hela na anadhuru afya yake, lakini ndo chaguo lake mwenyewe, utamfanyaje? Ndo kitu alichokipenda, kajichagulia hicho. Kwa hiyo wanadamu tumewekwa hapa, Allah anajua kwamba miongoni mwetu kuna wazuri na miongoni mwetu kuna wabaya, lakini hakutaka kutumia njia ya kufanya sorting mapema, akasort out hawa wazuri, nimewatayarishia pepo, na pepo imeumbwa kabla yetu sisi, na moto umeumbwa kabla yetu sisi. Sasa baada ya kutuumba, si angechagua tu wa peponi hawa huku akaweka, na wa motoni hawa huku akaweka, viumbe wake mwenyewe, kawatoa kusikojulikana, hakumwagiza yoyote, hakuna aliyechangia. Angetuhukumu mapema asingelaumiwa, lakini Allah kachagua aweke njia hii ya kutuleta mahala kwa muda, kile anachokijua kwamba hawa wengine wabaya na wengine wazuri. Hapa ndipo kinapokuwa proved. Wewe mwenyewe una prove kile ambacho Allah anajua. Kama ni mbaya wewe, ule ubaya unauthibitisha hapa kwenye muda mfupi unaoishi mpaka mauti yanapokuchukua. Na kama wewe ni mzuri, ule uzuri wewe mwenyewe ndo unauprove hapa kabla mauti kukuchukua. Muda ukisha, wewe unaondoka, tayari umeshaandaa mazingira ya kurahisisha maamuzi, wewe unaenda wapi. Ala kuli hali, tumegawanyika. Wengine kati yetu ni wazuri na wengine kati yetu ni wabaya. Sasa Waswahili wana msemo husema, ndege wenye mbawa zinazofanana huwa wanaruka pamoja. Kama kuna timu ya watu waumini, waumini wana nidhamu yao ya maisha, wanakuwa ni wamoja. Na wale wapinzani wao wasiokuwa waumini, na wao wanafanana mambo yao, interest zao, na wao huwa wanajiweka katika vikundi, wanakuwa ni wamoja. Lazima papatikane tofauti baina ya hawa ni waumini na hawa ni makafiri, hawa ni watenda mema na hawa ni watenda maovu, hapa hapa juu ya mgongo wa ardhi. Na katika suratu Muhammad aya zake 3 za kwanza, Allah amesema, alladhina kafaru wasaddu an sabilillahi adalla a'malahum walladhina amanu wa amilu salihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwa alhaqqu min rabbihim kaffara anhum sayiatihim wa aslaha balahum dhalika bi anna alladhina kafaru ittaba'u albatil wa anna alladhina amanu ittaba'u alhaqqa min rabbihim kadhalika yadhribu Allahu linnasi amthalahum. Hapa kuna mambo mengi ya kujifunza, lakini sisi tuna tabia ya kudharau kusoma. Hii Qur'ani hatuisomi, na tukiisoma kwa wenye kuisoma tunasoma kama ni mazoea tu, hatuizingatii, hata hatufahamu inakusudiwa nini. Kwa hiyo hatuwezi kupata faida yake, tofauti na kile kizazi cha kwanza. Wakati wa mtume wao walikuwa wanaifahamu vizuri Qur'ani, na maisha yao yote yanategemea instructions zilizomo kwenye Qur'ani. Sisi ipo jina tu, tumeachana nayo, tunaishi kwenye nidhamu nyingine kabisa.
na tunafuata maelekezo na miongozo ya wengine kabisa, sio ya dini. Sasa madhara yake tunaweza tukajifunza kwenye hizi aya 3 au 4 za sura hii. Tusikilize kwa makini. Aya ya pili ya sura Taghabun imetuambia tumchanganuo. Tumechanganywa hapa juu ya ardhi pamoja, lakini hatufanani. Kuna wakweli na waongo, waumini na makafiri, watenda mema na watenda mabaya. Sasa tofauti hii ndio imetafsiriwa kwenye hizo aya 4 za suratu Muhammad. Alladhina kafaru, hawa watu ambao wamekufuru. Kukufuru ni kukataa, to deny. Kile unachoambiwa hichi ni kweli, wewe unasema uongo, si kweli. Unapoambiwa fanya hivi, unasema mimi sifahamu, sikubaliani na hilo, sioni faida yake, unawacha. Pale unapoambiwa hili usifanye, unasema kwani lina ubaya gani? Wangapi wanafanya bwana, na mimi nitafanya. Alimradi hunyooki. Sasa Allah anatuambia alladhina kafaru, nimeleta jambo langu kwenu, ninawalingania, ninawahubiria ninachokitaka, nimewapeni nidhamu ya mwenendo wa maisha yenu kwa kipindi hiki cha muda, nataka muishi hivi. Sasa wanaokataa ndo hao wanaozungumza. Lakini wenye kukataa wana ila nyingine. Sio tatizo wewe umeamua kataa. Lakini wenye kukataa wana tatizo jingine la kwamba kile walichokikataa wao hawako tayari kuwaruhusu wengine wakikubali. Hawako tayari kuwaachia waliokikubali kuishi nacho. Sasa kuna watu katika ardhi hii tunaishi nao, na usiseme labda wanapatikana kwenye location fulani ya ardhi. Usije ukafikiria makafiri wana maeneo yao maalumu juu ya ardhi. Hata kwenye familia moja wanaweza wakapatikana watu wa itikadi tofauti. Na ndio maana tunaambiwa hata kwenye nyumba za mitume wamekosa watu wao, wengine hawakukubaliana nao na wakaenda motoni. Kwa inawezekana kwenye familia moja, ndugu baba mmoja, mama mmoja, wakagawanyika kiimani. Wengine wakawa wanaogopa kurudi vibaya, wakajiandaa ili warudi vizuri, na wengine wakajitayarishia hasa mazingira ya kurudi vibaya. Sasa huyu ambaye yeye kasema mimi sikubaliani na dini, haridhiki kubaki yeye peke yake katika msimamo wake wa kutokukubaliana na dini. Hufanya juhudi ya ziada kuhakikisha na watu wengine wasiishi kama alivyokataa yeye, na watu wengine wakataa hivyo hivyo. Kwa hiyo kuna watu juu ya ardhi hii kafaru, wenyewe wamekufuru, wamemkataa muumba wao na wanakataa kutengeneza mahusiano naye kwa njia ya ibada. Wasaddu an sabilillahi, halafu wanatengeneza utaratibu wa kublock, kuzuia, kuipinga dini ya Allah. Vile anavyotaka Allah watu waishi, wao wanafanya tofauti. Hivyo hatukubali, hatutaki sie, na hatukubali kuona hivyo inatendeka hapa. Sasa kuswali utakuwa unaswali wewe, lakini kuna watu wanakaa kupanga hii kuswali yao tutaiondoshaje. Wanatuudhi, watatengeneza mazingira msiswali. Ibada unafanya wewe kwa ridhaa yako mwenyewe, umeamua kuishi maisha ya ibada, lakini mtu mwingine inamuudhi hiyo. Atakaa na wenzake wanaofanana, waangalie utaratibu gani watumie kuhakikisha hawa hawafanyi hizo ibada zao. Wanatuudhi. Huo ndo wasifu halisi wa maisha yetu ya hapa duniani. Kama mnaelewa au hamuelewi, ni hivyo.
Kuna watu wa aina hiyo. Sasa Allah anatupa taaluma tufahamiane. Alladhina kafaru, wale waliokufuru, wasaddu an sabilillahi, wakaiblock njia ya Allah, yani dini yake. Adalla a'malahum, amali zao zinakuwa ni kazi ya bure. Maana kafiri naye huwa anafanya mema sometimes. Anaweza akafanya mambo kwenye Qur'ani yamo, Mungu kayaamrisha. Ukasema huyu kinachomfanya asende peponi ni kwa sababu hajafa tu. Lakini huyo akifa mtu wa peponi. Watu wajanja wanajua kucheza na nyoyo za watu. Anaweza akakutukana na halafu ukacheka. Yani wewe unayetukanwa ukacheka, umeridhika, kakutukana vizuri. Sasa wako watu wanajua kuishi na watu. Kafiri upande wa imani na ibada hayuko, lakini kwenye maisha miamala yake na watu wengine anaonekana ni mtu muungwana, mtu mkarimu, anatenda mema, ni mwenye msaada sana. Nadhani na nyinyi mnapata kuwaonaona watu kama hao. Sasa unaweza wewe mwenyewe ukatiki ukasema huyu mtu wa peponi, lakini imani kaikana na mawasiliano na mahusiano mazuri na Mola wake hana. Ndio maana Allah anatupa taaluma sisi tusije tukateleza tukaingia kwenye misimamo hiyo. Inawezekana wewe unajitangazia mimi muumini na muamini Mungu, lakini maisha yako yote unaendeshwa na unasimamiwa na huyu asiamini. Yeye ndo anakupangia kila kitu, anakupa maagizo na wewe unamtii yeye. Uko nyuma yake. Yeye kapinda na wewe unapinda. Sijui mnalifahamu hilo? Mwenye kushabikia watu huunganishwa pamoja nao. Man tashabaha biqaumin fahuwa minhum. Hata Qur'ani ina aya nyingi tu zinatuambia msiwafanye Mayahudi na Manasara aulia. Hawa wanatosha kuwa mawali wenyewe kwa wenyewe. Nyinyi mkiwafuata wao mtakuwa ni kama wao. Lakini wajanja wanajua kukufanya wewe uwe Muislamu kwa jina tu, lakini kwenye thakafa, mila, utamaduni uwe kama wao. Walan tarda anka alyahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Mayahudi na Manasara hawatoridhika na wewe mu'min mpaka uache mila yako ufuate mila yao. Utabaki na jina lako vizuri, haina tatizo. Lakini wewe usiende kwa mujibu wa mila yako, uende kwa mujibu wa mila yao. Watakuita huyu Muislamu mzuri, mwenzetu hana noma. Islam potelea mbali, lakini ufanye yale ambayo Mungu yanamuudhi. Sasa kwa mazuri wanayoonekana wanayafanya, Allah anasema hayakubali, kwa sababu fakta ya kukubaliwa amali ya mtu ni imani yake. Hawa wameikana iman, wa hiyo wakifanya mazuri nje ya iman, mazuri yao yanakuwa hayana vigezo vya kukubaliwa mbele ya Allah. Adalla a'malahum, matendo yao yanayoonekana mazuri wanayoyafanya, Allah huyapotezea thawabu, hayaweki katika listi ya kupewa malipo. Hapa kwanza jifunze, binadamu ni kiumbe dhaifu, anaweza akakosea, na Allah mwenyewe aliyemuumba binadamu kathibitisha hilo aliposema wa khuliqal insanu dhaifa. Mwanadamu kaumbwa ni kiumbe dhaifu. Kwa hiyo hawa ni wanadamu na wanaathiriwa na udhaifu wao wa kimaumbile. Alafu Allah anasema wakikosea anayachukulia makosa yao ni makubwa, na wakitepatia yale mambo mema waliopatia hayakubali. Aya ya pili ikasema walladhina amanu, na wale walioamini, waamilu salihati, na wakafanya mema. Na hapa napo kuna mbinu fulani ya kilugha.
tunapaswa kuifahamu. Kwenye Qur'ani mote masala haya hutajwa pamoja, al-iman wal amal. Haya ni kama watoto pacha, ni kama viatu. Una miguu miwili na unavaa viatu viwili. Na katika sunna tumeambiwa ukitembea njiani kiatu chako kimoja kikikatika, usitembee na kiatu kimoja peke yake. Vua vyote au simama hapo hapo uunge kiatu chako, kikishakuwa imara uvae vyote. Sasa imani na amal ni vitu vinavyotegemeana. Ukichukua kimoja peke yake hakifanyi kazi. Tuseme we ni muumini, unamwamini Mungu, malaika wake, vitabu vyake, mitume wake, siku ya mwisho, unaamini qadari. Nguzo zote za imani moyoni mwako zimo na unazitambua. Lakini kwenye amali huna hata moja. Hakuna unalolifanyia kazi. Umebaki ni muumini tu, unaamini, lakini kwenye implementation uko zero. Na wengine ni watendaji wazuri kama nilivyotangulia kusema. Hao makafiri wako wenye tabia njema, wakarimu, wapole, wenye msaada, wanafanya amali njema. Tasikia kule kuna shida ya maji, kachimba kisima, katatua tatizo la watu 200, 500, kawapa maji. Na mwingine anatoa hiyo huduma bure, anaambia umeme mtatia wenyewe, kisima hicho hapo. Watu wakaepesikiwa na maisha, wakafanya mambo yao mengi, maana maji ndo uhai. Kafiri kafanya, ni amali njema kabisa, lakini Allah anasema haikubali. Kwa hiyo amali njema bila ya imani haina maana kwa mwenye kuifanya, haikubaliwi. Sharti yachanganyike mawili haya pamoja. Uwe na imani, halafu kwa mujibu wa imani yako ndo ufanye yale mema. Yale mema yana mahala pa kukaa. Mnanifahamu vizuri? Walladhina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Aya 8, aya 9 ya sura ya 10. Walladhina amanu wa amilu salihati, watu waliochanganya pamoja imani na amali njema, yahdihim rabbuhum biimanihim, hawa Mola wao anawaongoza kwenye mafanikio kwa sababu ya ile imani yao. Wanapofanya amali njema, wakati wanayo imani, amali zao zinapo mahala pa kuhifadhiwa. Kama imani huna, zile amali njema unazofanya zinahifadhiwa wapi? Zinakuwa habaan manthura, vumbi linalopeperuka, halina udhibiti, halina mahala pa kulihifadhi. Au litakuwa kasarabi mbiqia, ni kama mangati iliyoko kwenye ardhi tambarare, ile inayomdodesha mtu akaona kama kule mbele kuna maji, lakini ukifika pale hamna kitu. Siku ya kiangazi barabara imenyoka, unaona mbele kama kuna dimbwi la maji. Ndio ile ndio inaitwa sarabi. Na kafiri siku akija kulalamika, mbona nami haya yaliyowapeleka wenzangu peponi nimefanya, ataambiwa sasa yako kwani ulimfanyia nani? Hawa walinifanyia mimi, nimewahifadhia. Waliniamini mimi, nikachukua dhamana ya kazi zao. Wewe tulikuwa hatuelewani, hukuniamini mimi, sasa kwani wewe ulifanya? Ulimfanyia nani? Kamwambie huyo uliyemfanyia akupe. Hawa walionifanyia mimi ninawalipa mimi. Siku ya malipo kaitawala Allah, na yeye ndiye anayelipa waliomtumikia. Huyu hakumtumikia Allah na wala hakumtambua, alafu anaenda kuclaim na mimi nilifanya. Ulimfanyia nani? Imenyoka hiyo. Sasa walioamini halafu imani yao wakaitia katika practice, Allah anawakubalia kazi zao na anawapa mafanikio kwa kile wanachokifanya, kitakuwa kwao kinatija. Yahdihim rabbuhum, Mola wao huwapa hidayah kuwakubalia mambo yao, akayapiga value yakastahiki kulipwa. Kwa nini? Biimanihim, kwa sababu ya imani yao.
tajri min tahtihimul anharu fi jannati naim. Hawa ndo wataopata maisha ya ufahari ya milele. Watakwenda kukaa kwenye maeneo ambayo ardhi yake ina rutuba, inapita mito ndani yake, na majengo yao yako safi, huduma zote zipo mitaani, kwenye pepo yenye neema. Waliomtumikia Mungu ndo wanao maisha kesho baadaye. Wale wazembe ambao hawamuelewi, hawamtambui, wanatengeneza mazingira ya marejeo mabaya. Sasa na sisi tuangalie sasa hapa, kama ni usajili, tunataka tusajiliwe na chama kipi? Wepi katika watu wa vyama viwili hivi wenye kampeni nzuri, wanaonadi sera zilizoturidhisha? We utapata sera ya Allah au sera ya shaitani? Shaitani mbabaifu, huahidi hatimizi ahadi zake, lakini Allah ni mkweli na hakuna anapodanganya, atatimiza ahadi zake. Kwa hiyo aliyokuwa kafiri na akafanya mambo mazuri yake hayakubaliwi, na aliyeamini halafu imani yake ikathibitishwa na matendo, kile alichoamini anakitendea kazi, ana practice, hawa Allah anasema walladhina amanu wa amilu salihati, walioamini na kufanya mema, wa amanu bima nuzila ala Muhammadin, na wakayaamini yale maagizo aliyoteremshiwa Muhammad, ni Qur'ani. Na kuna watu wanasema wanamtambua Musa na wanaikubali Taurati ya Musa, lakini hawamtambui Isa wala hawaitambui Injili yake. Wako hapa ardhini. Na kuna wengine wanasema wanamtambua Isa au Yesu, na wanaikubali vizuri Injili ya Yesu, na wanaikubali Taurati ya Musa, na wanamkubali Musa, Manasara, lakini hawamtambui Muhammad kuwa ni mtume. Wakati wote hawa wametumwa na bosi mmoja. Sisi Waislamu tumeambiwa haturuhusiwi kumkataa mtume yoyote halali aliyetumwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na haturuhusiwi kukikana kitabu chochote halali kilichoteremshwa kwa yoyote katika mitume juu ya ardhi hii. Sisi tunawakubali wote na tunavikubali vitabu vyao vya mwongozo. Ndio Uislamu. Wote wametumwa na Allah mmoja, na wote lengo lao la kazi ni moja, kuja kuwatoa watu kwenye viza na kuwapeleka kwenye nuru. Sasa wewe utajifanya bingwa, mtaalamu, useme uwachague, uwabague, huyu ninakubali kazi yake lakini huyu simkubali, huyu nimempenda, huyu mimi ninamkataa. Wewe kama nani? Una mamlaka gani? Sasa wale ambao wanataka marejeo mazuri, sharti ya kuwa imani zao zimekubaliwa. Wasiseme ninamkubali Musa, ninamkubali Daudi, lakini Isa simkubali. Isa pia ni mtume na katumwa na yule aliyewatuma hao uliowakubali, na kitabu chake ni kitabu halali, kimeteremshwa kutoka Lauhul Mahfudhi, kule ambako vitabu vyote vya mbinguni vilitokea. Usijipe ubingwa ukafanya mambo yaliyo nje ya uwezo wako, alafu bado ukawa na matumaini kuwa wewe ni mwema. Lazima ufate utaratibu. Uko mbele, vigezo na masharti vinazingatiwa. Ukikosea kwenye vigezo na masharti, wewe ndo umeenda astray, umepotea. Kwa hiyo wale walioamini halafu imani yao ikathibitishwa na matendo mema, lazima wamkubali na Muhammad kuwa ni mtume halali aliyetumwa na Allah. Ukisema simkubali Muhammad, ndo yale umepotea, umekosea. Hawa walioamini na wakamkubali Muhammad kuwa ni mtume halali, kaffara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Kaffara anhum sayiatihim, Allah huwasamehe makosa yao. Sikilizeni na muzingatie vizuri. Kumbe na hao walioamini na wakatenda mema, na wao si wakamilifu, hukosea. Kafiri sikakosea, lakini kuna mahala si anapatia, anaambiwa yeye alopatia si hataki. Kumbe muumini naye anakosea,
Lakini yule ambaye anakosewa, anasema mumin anayejitahidi kufanya mema, kupractice imani yake, akikosea mnamsamehe makosa yake, akifata utaratibu wa kuomba radhi, katubu, kaleta istighfari. Sasa na hapo kuna watu wanaweza wakasema, maana mdomo ni nyumba ya maneno, watu hujitolea tu maneno. Sasa Mungu wenu nyinyi dhalimu, anachunusi, anayemchunuka mwenyewe anasema atamsamehe, huyu mbona naye mazuri kafanya anayakataa. Nyinyi mna uzoefu kwenye midahalo yenu ya kidini kati ya Wakristo na Waislamu, mnasemwa maneno ya ajabu ajabu kwa sababu ya ushabiki tu. Mungu wenu ala mpumbavu, Mungu wenu hivi, Mungu wenu hivi, ala ana hivi, ala sio ala bwana. Huyo ndo wetu sote, katuumba sote. Lakini sasa kama tunatengeneza mechi hivi ambazo ndani yake muna washabiki, yeye kaona ashabikie huku na mwingine anashabikia huku. Ushabiki na imani ni vitu viwili tofauti. Hawa waliokufuru na mema wanafanya yanakataliwa kwa kigezo, na hawa walioamini na mabaya wanafanya wanasamehewa kwa kigezo, na vigezo vyote katoa bosi mmoja. Muumini akikosea halafu akawa na kiburi, hataki kuomba radhi, hataki kusema nimetubu Mola wangu, akenda kwa Mola wake na makosa yake yanamtia hatiani, ataadhibiwa motoni milele. Si ndio ndivyo? Fursa zipo, kwa nini usitumie? Mwenyewe anabembeleza, Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Enyi waumini. Ni waumini ndo wanaosemezwa. Mnakosea, lakini mkesha realize kwamba hili nililolifanya ni kosa na mbele ninakokwenda litani gharimu, tubia basi kabla hujatiwa mkononi, kabla hujaondoka. Lakini tu ukitubia, utubie kweli kweli. Taubatan nasuha maana yake ni toba ya kweli. Isiwe umesema, umekaa mbele ya Mola wako ukamwambia nimekosea, baada ya kusema nimekosea ukirudi unaendeleza lile lile. Hiyo sio toba. Toba uache hilo jambo baya lisilotakiwa mara moja, tena uliache kwenye wakati uwezo wa kulifanya unao, useme basi sirudi tena. Halafu ujute kwa nini ulifanya. Ukitubu na huku unalishabikia ulilolifanya, haikubaliwi toba yako, unaonekana wewe jeuri tu. Na halafu utie nia sitorudia tena, na Allah ajue hivyo, hiyo ndo toba. Hana matatizo ukeshaji commit mwenyewe, Mola wangu nimekosea, sirudi tena na ili jambo nawacha, anakusamehe. Huyo aliyesema huyo hamsamehe ni kwa sababu hamsamehe kwa sababu huyu mwenye kutoa msamaha yeye hamkubali. Sasa anasamehewa na nani? Anafanya mema, wenye kufanya mema wamepewa utaratibu ili jambo lao likubaliwe, lazima wafate utaratibu. Hawa hawana utaratibu, wanajifanyia tu, watalipwa na nani? Lakini waumini wenye kufanya mambo mema na wanamuamini Muhammad, mambo yao yote katika kutekeleza maagizo au kuacha yaliyokatazwa wanapita kwenye utaratibu maalum. Ndio maana madam yamefuata utaratibu, mambo yao yanapokelewa, yanakubaliwa na watanufaika na kazi zao. Kwa hiyo jawabu ya hayo maswali ambayo watu wanajiuliza yako hapo kwenye hiyo aya. Aya ya pili nasema dhalika bi anna alladhina kafaru, Allah kahukumu hivyo, hawalipi wenye kufanya mema kwenye ukafiri. Dhalika, kaamua hivyo, bi anna alladhina kafaru, kwa sababu hawa makafiri ittaba'u albatila, wamefuata muongozo batili. Yani wewe hata hisabu upewe ufanye hisabu, formula unajua ya kupatia jawabu hisabu hii nitumie formula hii, ukatumia wrong formula huwezi kupata correct answer. Ndio Kwa hiyo hawa makafiri, sababu ya kupoteza thamani ya kazi zao kwa sababu wao wamekufuru, wamefata miongozo batili, wamepewa muongozo ulionyooka, wameukataa.
Sasa wakiyafanya wanayoyafanya nje ya huu muongozo, hayawezi kuwa sahihi. Tatizo ndo liko hapo. Dhalika bi anna alladhina kafaru tabau albatila, hii ni kwa sababu makafiri wanafuata muongozo batil. Wa anna alladhina amanu, na hakika ya hawa waumini wenye kufanya mema, ittabau alhaqa min rabbihim, walichokifuata ni utaratibu halali wa haki kutoka kwa Mola wao. Hawa wamemheshimu anayeabudiwa na wakafanya ibada zao kwa utaratibu ambao anayeabudiwa kaupanga mwenyewe, lazima mambo yao yakubaliwe. Hawa wamefanya mazuri nje ya utaratibu na hawakubaliani na yule anayetaka kuabudiwa, lazima mambo yao yasikubaliwe. Kadhalika yadhribu Allahu linnasi amthalahum, kama hivi ndivyo ambavyo Allah anawapigia watu mfano kwenye mambo yao. Maana mifano inakuwa ina msaada mkubwa kwenye masala yetu mbalimbali ya kijamii. Kwa hiyo hata Allah, kutokana na udhaifu wetu, hatuwezi kuyaprove mambo mengine yako kwenye ulimwengu mwingine, ila hutuongelesha na akatupigia mifano ya vitu tunavyovielewa hapa. Anakwambia peponi kuna majumba mazuri, nyinyi hapa duniani mnawajua watu wenye maisha wanavyojenga mijengo. Nyumba nzuri unaijua. Kwa mfano hapa duniani akikwambia kuna makochi, hata kama wewe huna kwako, lakini ushaingia kwenye nyumba za watu wenye kukalia makochi, kochi si unalijua? Kwa hiyo huo ni mfano. Hakuna chochote katika dunia hii kinachofanana na kitu cha peponi, labda kwa jina tu. Kwa hiyo Allah anatuongelesha kwa mifano ya vitu tunavyovielewa ili tupate kufahamu nini anakusudia. Sasa katika suratu Ibrahim, sura ya 14, Allah anatupa picha halisi ya majuto, hasara watakayokuwa nayo watu waliofuata utaratibu siwo kwenye maisha ya kudumu ya kesho. Maisha ya duniani sana, wewe unaishi kwa sasa miaka 80. Mtume wetu katuambia a'maru ummati baina 60 wa 70 wa qalilun ma yujawizu dhalik, umri wa umati wangu mimi wanaishi baina ya miaka 60 na 70. Wachache wanaozidi zaidi ya 70, wachache. Sasa kijana miaka 25 kakanyaga mawaya kaenda na maji, miaka 30 tunaenda kumzika. Huko zamani watu wanaishi muda mrefu, miaka 1000 mtu yuko anadunda tu. Inawezekana miaka 300 mtu bado hata hajaoa wakati huo, kijana. Sasa hivi miaka 30 kisha kuwa na mvi tele kichwani, anaitwa babu, miaka 30 tu. Huko zamani watu wanaishi miaka mingi. Sasa umri wa maisha ya mtu duniani, hata ukipewa hiyo 1000, ni mfupi, kwa sababu baba yetu Adam kaishi zaidi ya miaka 1000, lakini imeisha. Na baada ya kuisha muda wake kafa, yuko barzakhi, kiyama hakijafika mpaka leo. Je, kwenye barzakhi keshakaa miaka hiyo 1000 mara ngapi? Mara milioni ngapi? Ishajirudia 1000. Bado kiyama hakijafika, yuko barzakhi anasubiri kiyama. Na sisi tunacheza na maisha, tunadanganyika na starehe. Miaka 25, 30, 50 unakwenda. Ukishakaa hapo kaburini, hiyo 50 itajirudia mara 8, 10. Masendo tumeambiwa kiyama kiko karibu, na hakuna mtume mwingine atakayekuja wala kitabu chengine kitakachokuja. Lakini hata hivyo, ukifa leo una muda mrefu wa kukaa barzakhi zaidi ya umri ulioishi hapa duniani. Hapa maisha mafupi, lakini ufupi wa maisha ya hapa ndio utakao kufanya kesho baada ya hisabu wewe ukaishi kwenye daraja gani peponi. Kwa hiyo tujue thamani ya wakati, na tujue kupanga na kuchagua mambo gani muhimu tutangulize, tuwekeze, ili baada ya kuondoka hapa tukafurahi kwenye mafikio yetu tutakayofikia. Kwa hiyo kwenye aya suratu Ibrahim Allah amesema
waqala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru. Mashekhe wakitafsiri hii aya wanasema baada ya hukumu kumalizika kwenye uwanja wa hisabu na malipo, watu wa motoni wote wameshaingia motoni na wapeponi wote wameshaingia peponi. Hapo kiyama ndo kinakuwa kimemalizika, tunaanza maisha yetu ya milele. Tumeambiwa hapa tunapita kwenye hatua tu, atwaru. Unakaa tumboni kwa mama miezi 9. Unaumbiwa mwili, unapachikwa roho, unakuwa uhai. Tumboni kwa mama unakula chakula, unakunywa kinywaji, unavuta pumzi, unakwenda haja. Lakini lifestyle ya tumboni kwa mama inabadilika once ukizaliwa tu. Ukibahatika kuja duniani hai, hukufa huko, unakuja uhai yale uliyokuwa unahudumiwa tumboni, na hapa unapata. Utakula chakula, utakunywa maji, utavuta pumzi, unaenda haja. Lakini kwa utaratibu tofauti na ulivyokuwa tumboni. Kwa hiyo utaratibu wa tumboni kwa mama tofauti, na ukitoka kule ukaja hapa una mabadiliko fulani. Hatua nyingine ushapita. Ukitoka tumboni kwa mama unakuja mduchu, unafika hapa. Yani unachukuliwa kwa vidole vitatu tu hivi. Mama anakufanyisha mazoezi na kukaanga moto. Lakini Allah hapa akakuwekea growth process, unakuwa taratibu, kwa sababu ukitoka tumboni kwa mama unakuja huna mali, huna akili, huna elimu, huna nguvu, huna uwezo, na mara nyingine hata kuona huoni uzuri au huoni kabisa. Mambo hayo yote Allah anayaleta hapa, na unakuja huna meno. Lakini ratiba ya kwamba mambo yako yaende imeshakamilika. Hapa ndo unakuja kupewa mambo mengine baada ya kutoka tumboni kwa mama. Sasa ukishakuwa barobaro miaka 14 unaweza kumkoromea mzazi. Mwambia kwani kunizaa ndo nini? Ningetangulia hata mimi ningekuzaa tu wewe. Wewe si mshenzi tu. Unazingua. Yani vijana wanaambia wazee wao hivyo. Sasa hivi kawa mtu. Lakini hii ni hatua tu. Ulikuwa mdogo, ushafikia baligh, halafu unakokwenda kila siku mtu anabadilika. Kila siku mtu anabadilika, hawi vile vile. Kwani mimi ndo nilikuwa nimezaliwa hivi hivi? Ndo nimepita stage hizo zote. Lakini kila siku unabadilika, meno yanang'oka, ndevu zinaanza kugeuka rangi na nywele. Hatimaye hata mgongo utaanza kupinda hivi. Hujulikani unaenda unarudi. Ueleweki, unaona? Ni hatua unapita. Ukimaliza hatua ya hapa juu ya ardhi ni kifo. Kifo sio mwisho wa safari. Kifo ni hatua nyingine. Unatoka hapa pa mtihani, yani ni kama kuingia kwenye chumba cha mtihani, invigileta kaangalia, umefanya mtihani wako fresh, muda umemalizika, anasema pens down. Ndo kifo kinavyokuja. Kama ulikuwa kwenye mtihani unaambiwa muda umeisha, toka. Na hapa duniani muda ukiisha, toka. Ile roho uliopachikiwa tumboni kwa mama inanyofolewa pale. Mwili unabaki kwake mzoga, watu wanazika, roho mwenyewe Allah anajua wapi anaihifadhi. Hujapotea bado. Pamoja na kwamba kule kaburini una undergo decaying process, wewe hujapotea, kakuhifadhi tu kwenye ardhi, ndio asili yako. Kuna siku ya kufufuliwa, tunatoka kwenye ardhi, tunarudi tena kwenye uhai. Ule mwili ulioliwa na udongo, Allah anaurejesha, haumbi mwili mwingine, ni ule ule. Kasema qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Tunakijua kila kinachopunguzwa na ardhi pale mtu akioza. Wa indana kitabun hafidh, na ile kitendo cha kuoza tunaweka kumbukumbu kwa maandishi. Nyama zake za vidole, za pua, misuli na nini, wapi vimeendea Allah anajua. Ana restore mwili ule ule, na havichanganyiki vya mtu huyu na mtu huyu. Kila mtu vitu vyake vinamrudia mwenyewe. Kucha zako, nywele zako ulizokatakata ukazika tangu uhai, vyote vitarudi mwilini mwako. Halafu na ile roho inarudishwa kwenye mwili ule, unajikumbuka na unajielewa. Sasa unakwenda maukifu, panawekwa orodha ya matendo yako ulioyafanya, mazuri na mabaya.
upigiwe mahesabu na tathmini, huyu wa wapi. Kama umefaulu unaenda peponi, kama umefeli unaenda zako motoni. Yakishakamilika hayo, wa motoni wako motoni na wa peponi wako peponi. Watu wa motoni pale ndo watakuwa wanajuta, wanasikitika, na watamjua mbaya wao. Watamtaja shetani, shetani, ibilisi, ibilisi. Na ibilisi mwenyewe ndo yuko motoni. Itamkera ibilisi ile kutajwa sana kwenye viunga mbalimbali vya motoni. Wanasema mashekhe, atawekewa membari ya moto katikati ya jahannam, ibilisi huyo. Halafu atahutubia hutuba fupi ya kukomesha hii midomo inayomtaja hii. Ndo aya hiyo, waqala shaitanu lamma qudiya al-amru. Shaitani atakuja kusema motoni baada ya hukumu kumalizika. Wa motoni wote waliokosea washakuweko motoni, wa peponi wote waliopatia wako kwenye raha zao peponi. Motoni huku kuna manunguniko, anasemwa mtu mmoja, ibilisi, na haridhiki kusemwa. Kwa hiyo atawaambia watu wa motoni, sikilizeni nyie. Watu wote watakuwa kimya. Kama kwenye mikusanyiko yetu mara nyingi hutokezea zogo, watu wanazungumza. Kwa hiyo msimamiaji wa mkutano usema order please, au bungeni hupigwa meza pa pa pa, watu kimya. Mahakamani kuna kirungu hupigwa ngong, wote silent. Maana ukicheka tu jaji ana haki ya kukufunga miaka 2 mara moja ya kukufundisha adabu. Kwa hiyo kuna discipline mahakamani. Mimi katika hizi safari zangu za jela nilikuja kukutana na mtu kafungwa miezi 6. Kosa lake kacheka mahakamani. Kumetokea kituko kwenye kesi, kuna vituko, kashindwa kustahamili, kacheka. Jaji katamka tu miezi 6 jela, askari wakamchukua wakamleta jela. Kacheka. Sasa na huko ndo hivyo hivyo, hakuna upuuzi. Mambo seriously kabisa. Kwa hiyo ibilisi akisema hebu nyamazeni, wote motoni kimya, wanasikiliza. Je, tunatolewa nini? Lakini hakuna kutolewa. Anawahutubia shaitani watu wa motoni. Hutuba yake inasomeka hivi: Inna Allaha wa'adakum wa'ada al-haq. Sikilizeni nyinyi, Allah alikuahidini ahadi za haki. Kila alichoahidi katimiza. Wa wa'adtukum, na mimi ni kweli niliwaahidi ahadi zangu feki. Fa akhlaftukum, lakini mimi sijatimiza chochote. Mimi mwenyewe mnanijua sina uwezo kitu. Allah kakwambieni ninakuwekeni ardhini kwa muda wa mataani ilahin. Muda siuliisha, si mmeondoka. Kakwambieni nitakuja kuwahisabu. Mimi nikakwambieni hakuna hisabu, hakuna chochote, hakuna chochote. Si vyote mshaviona. Sasa mimi nimetimiza ahadi yangu. Hakuna kufufuliwa, nilikwambieni kweli, lakini simshafufuliwa. Nyewe hamkuwa na akili. Nilikwambieni hakuna adhabu, sasa hivi mko wapi hapo? Si mnaadhibiwa? Kwani hamkuwa na akili? Kwa hiyo ahadi zangu mimi zote sikuwa na uwezo wa kuzitimiza. Ahadi za Mola wenu alizoahidi zote keshatimiza na mmeshuhudia. Wama kana li alaikum min sultanin. Tena cha ajabu, mimi juu yenu sikuwa na nguvu yoyote. Mimi mliniona nina gereza, wanaonigomea niliwafunga. Kuna siku mliniona ninatembea na fimbo, mimi asiyenisikiliza ninamchapa. Nyie vipi? Wama kana li alaikum min sultanin. Mimi nimeishi na nyinyi, nimewashawishi, nimewachokonoa, lakini kwenye ushawishi wangu sikuwa na nguvu yoyote ya kulazimisha ninachotaka kiwe. Sikuwa na nguvu juu yenu mimi. Fala talumuni, kwa hiyo komeni, msinilaumu mimi. Walumu anfusakum, jilaumuni wenyewe, wapumbavu nyie. Ma ana bimusrikhikum, hata mkanilaumu mimi siwezi kuwaokoa hapa mlipofika. Hapa hatoki mtu. Wama antum bimusrikhia, wala nyinyi hamwezi kuniokoa mimi. Ndio nishafika hapa.
Kwa hiyo kila mtu akomae kivyake, tusilaumiane wala tusitajane humu. Aya hiyo tunaijua, ipo kwenye suratu Ibrahim. Halafu sisi tunacheza na maisha, halafu yale ya shari ndo tunayoyaendekeza, yale ya thamani tunayapuuza. Time inaenda, mara mauti yanakukuta, huna preparation yoyote, unaenda vibaya. Kwa hiyo hebu ukiwa muumini, kuwa muumini kweli, na ile imani yako itendee haki. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiya, mimi siwezi kuwaokoa nyinyi wala nyinyi hamwezi kuniokoa hapa tulipofika. Inna dhalimina lahum adhabun alim, waliodhulumu nafsi zao kwa kukosea wanastahiki kupata adhabu inayouma. Ndio hii. Kwa hiyo kila mtu akomae kivyake. Kuanzia hapo watu motoni watanyamaza kimya, hawamtaji tena Ibilisi. Hata wakubwa wetu wa kibinadamu nao watakuja kutukataa hivyo hivyo. Katika suratu Sabai, Allah amesema duniani tuna tabia ya kushabikiana, lakini siku ya kiyama itakuja kuwa ni kesi, tutazozana wenyewe kwa wenyewe kwa huu shabiki. Yaqulu alladhina kafaru, wale wanaomkufuru Mungu hapa duniani huwa wanasema. Na kusema kwa mtu inawezekana hajatamka kwa mdomo, lakini kitendo ni msemaji mzuri zaidi. Lisanul hali aqwa wa afsahu min lisanil maqal, lugha ya kitendo ina nguvu zaidi na ni lugha fasaha zaidi kuliko lugha ya maneno. Mtu anaweza akamwita mwanawe, fulani we, naam, njoo, sitaki. Wazee wengine huwa wanazaa utotoni, wale watoto wao wanakuwa kama ndugu zao, wanataniana. Lakini akwambia sitaki, dakika 0 kafika, naam baba, niambie. Tena anaweza akakuta, niambie mwanangu. Yaani mtoto siku hizi anamuita babake mwanangu. Unaona Kakwambia sitaki, lakini haraka kaja. Ile sitaki yake unaitafsiri vipi? Huyu naye kwa maskhara huyu. Halafu unamtuma jukumu lako, anakutekelezea. Lugha aliyotumia sitaki, lakini je, alikuwa hataki kweli? Kwa hiyo hii ni lugha ya maneno. Lugha ya maneno haitegemewi sana kuliko lugha ya vitendo. Mwingine anaitwa fulani we, naam, njoo, nakuja. Inapita dakika 1, dakika 5, nusu saa, saa nzima, na siku inapita hajaja. Unaitafsiri vipi? Na hana dharura yote ya msingi. Si kama kakamatwa na watu wasiojulikana, yuko Lupango, ana mambo yake tu mwenyewe. Huyu kakujibu kwa lugha ya kitendo, usinizingue bwana, chukua time yako, mimi na mambo yangu kibao hapa. Utamtafsiri hakutaka. Si ndio ndivyo? Kwa hiyo na hapa ulimwenguni ndio hivyo. Waqala alladhina kafaru, wale wanaokufuru mipango ya Mungu wanasema, inawezekana kwa vitendo, si kwa maneno. Wanasema lan nu'mina lihadha alqur'ani wala billadhi baina yadayhi. Hii Qur'ani sisi sio ishu kwetu. Hatuiamini wala hatuyaamini mambo ya vitabu vilivyopita kabla yake. Kwa hiyo wao wenyewe kama ni sharia za kitabuni wanazikataa, wanatunga zao. Kama ni sera za kitabuni wanazikataa, wanatunga zao. Kama ni miongozo ya kitabuni wanakataa, wanatunga yao. Ni viumbe na wanajua hapa ni mahala hapachezewi pa muda mfupi, lakini wanaona wamefika, wanajifanya wanajua. Walichopangiwa na muumba wao hawakubaliani nacho. Wanasema hivyo kwa maneno na wanasema hivyo kwa vitendo. Lan nu'mina lihadha alquran bihadha alqurani wala billadhi baina yadayhi. Hii Qur'ani si hatuiamini wala hatuamini mambo ya maandiko ya vitabu vilivyokuja kabla ya Qur'ani. Je, na sisi kwa ile lugha ya kupigana kampeni tunashabikia watu wanaopingana na maamuzi ya Mola Muumba, au tutakuwa tayari ya kukubaliana na maamuzi ya Mola Muumba? Kuna watu wanayakataa physically au practically, wanayakataa maagizo ya Mola Muumba.
Sasa Allah amesema kwenye aya hizo, walau tara, kama ingelikuwa inawezekana sasa hivi kuona, lakini ndio jambo ambalo haliwezekani. Walau ni mshabaha, tunafananishiwa picha. Walau tara, lau ingelikuwa inawezekana wewe kuona sasa hivi, izi dhalimuna mawqufuna inda rabbihim, siku ambayo madhalimu waliodhulumu nafsi zao duniani watakapokuwa wamesimamishwa mbele ya Mola wao. Yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqawla, wanarejesheana maneno wenyewe kwa wenyewe. Wanarejesheana maneno vipi? Ni conversation, huyu kasema na huyu anajibu. Yaqulu alladhina istudaifu, wale walioongozwa raia watasema, watarais hoja, waseme kuwaambia wakubwa wao waliokuwa viongozi, laula antum lakunna mu'minin, kama si nyie wallahi sisi tungekuwa waumini. Maana kama sisi Tanzania hapa, Uislamu sio kwamba haueleweki, unaeleweka, lakini Waislamu hawautaki. Wanashabikia miongozo ya viumbe wenzao badala ya miongozo ya Muumba. Sasa siku ya kupata mtu kesi yake ikamtia hatiani, atamjua mbaya wake, atamuonyeshea kidole, amwambie laula antum, kama si nyinyi wakubwa, lakunna mu'minin, wallahi sisi tungelikuwa waumini. Ma tumezaliwa Waislamu sisi, mawaidha tulikuwa tunasikia, tulikuwa tunajua amri za Mungu, tulikuwa hivi na hivi, lakini nyinyi mmetuendesha mchomo. Hawatokubali wakubwa. Hiyo ndio siku watu watakaporejesheana maneno, watasutana. Wakubwa hawatokubali. Qala alladhina istakbaru lilladhina istudaifu, wakubwa na wao watawaambia wale raia wao waliowaongoza, anahnu sadadnakum anil huda ba'da idh ja'akum, kwani sisi ndo tulokuzuilieni na muongozo wa Mola wenu baada ya kukujieni. Kama yale ya shetani yanafanana kama yale ya shetani. Asa amesikuwa na nguvu yoyote, sijakutozeni nguvu, wenyewe tumlikuwa wajinga. Na wakubwa watasema hivyo hivyo. Leo tunawashangilia, mie chawa wako, haya kubali kuwa chawa. Sasa siku hiyo anakuja kukukatalia, anakukomalia, anahnu sadadnakum anil huda baada idh ja'akum, kwani sisi viongozi ndo tulokuzuilieni nyinyi na muongozo wa Mola wenu ulipokujieni. Bal kuntum mujrimin, toka hapo nyewe wenyewe tu mlikuwa wakosefu, toka hapo nyewe wenyewe mlikuwa wabaya, hamna imani na Mungu wenu, hamna imani na dini yenu, ndio maana mkatufuata sisi. Na wadogo nao hawatukubali, watajibu. Waqala alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru, wale wanyonge watasema kuwajibu wakubwa wao, bal makru al-layli wan-nahari idh ta'muruna an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada. Hata kama hamkuwa mmetuambia tusimfate Mungu, nyinyi mlikuwa mnatufanyia vitimbi usiku na mchana. Yani wewe kwa mfano uwe askari alafu ukutikane unasoma Qur'ani, umevaa sare, wangapi weshauawa? Yani wewe unavaa sare zetu alafu unaleta udini humu ofisini? Ala, unaona bana, ito ndo vitimbi. Wengine waambia usitese mwili wa jeshi, jeshini hakuna Mungu. Wewe jeshi, sasa umefika wakati wa sala unajidai kusali, hasa uwe uko kwenye kozi, hujawa huru, sio ofisa, alafu unaswali, yatakukuta. Lakini siku hiyo anakataa, sema sijakuzuia mimi sijakuzuia bwana, mwenyewe tu ulikuwa mbaya. Na huyu hakubali, atasema bal makru al-laili wan-nahari, lakini mlikuwa mnatufanyia vitimbi usiku na mchana. Idh ta'muruna an nakfura billahi, mlikuwa mnatuamrisha amri za kumkufuru Mungu. Nye hamuoni mifano?
Munatuamrisha amri za kumkufuru Mungu, wanajala lahu andada, na mnatupa amri za kufanya Mungu sio mmoja. Tunafata maagizo ya mabwana wengi. Mungu kaagiza hivi, mwingine kaagiza hivi, mwingine kaagiza hivi, maagizo yanatofautiana. Tulitekeleza maagizo yenu, ndio maana tumefika hapa. Wa asarru nadamata lamma ra'au al'adhab. Wote waliofuata na waliofuatwa watakuwa wanajijutia katika nafsi zao baada ya kuonyeshwa adhabu, kwamba nyinyi hata mkilaumiana kwenu kule kushoto. Waja'alna al-aghlala fi a'naqi alladhina kafaru, tutawapiga pingu na makongwa kwenye shingo zao wale waliokufuru. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun, kwani watalipwa jingine zaidi ya kile walichofanya. Allah hamdhulumu mja wake kwa kumwongezea kesi. Hakuna ubambikiaji huko, unalipwa kwa mujibu wa ulichokifanya. Sasa yote haya yanakuwa kwetu sisi ni taaluma tosha ya kuwa tuwe na uwezo wa kupanga na kuchagua. Kama kusoma hatukusoma, basi hata kufananisha picha tunashindwa jamani. Tuseme hatukusoma, hata kulinganisha picha basi unashindwa. Jua kuwa na uwezo wa kuchagua. Kaa upande sahihi, ufanye mambo ya sawasawa, ambayo baada ya kuondoka hapa juu ya ardhi, ukiingizwa tu kwenye kaburi, mambo yako uliyoyafanya yanakuwa ni msaada kwako. Hizi amali zina msaada mkubwa humu njiani kabla ya kufika kwenye vituo vya mwisho, aidha motoni au peponi. Kwa hiyo tuwe watendaji wa ibada. Kwanza imani yetu mbele ya Mola wetu iwe thabiti, halafu tuitendee haki kwa kuifanyia amali njema. Ndiyo lengo tuliloletewa hapa duniani. Na kama kuna masala ya kampeni, basi tunatakiwa sisi Waislamu tuamrishane mema na kukatazana mabaya. Ndo kampeni yenyewe. Upande wetu wa kiimani unatakiwa uwe firm, uwe strong. Si ndo ndivyo? Kwa hiyo sisi tupalilie cha kwetu, tushabikie cha kwetu, na tuhamasishane kuishi maisha sahihi ya kufuata utaratibu wa dini, kwa sababu hiyo ndiyo njia pekee ya usalama wetu baada ya kuondoka hapa juu ya mgongo wa ardhi. Wewe unaishi Kilwa, pengine mwisho wa maisha yako yaishie hapa hapa Kilwa, na watu watakuchimbia kaburi hapa hapa Kilwa, lakini utakuwa huko kwenye mazingira mengine, sio hapa juu ya mgongo wa ardhi ya Kilwa. Utakuwa huko. Kama ulifanya matayarisho utafikia pazuri, kama ulizembea ukasahau kufanya matayarisho unafikia pabaya. Na si jambo la busara mtu aliyeumbwa mwerevu mwenye akili alafu akakosa kufanya maandalizi ya kufikia mahala pema. Unajenga nyumba ya milioni 300, unasahau kulitayarisha kaburi. Wakati watu wakikutoa humu wanakutia kule. Tengeneza kote kote. Hujakatazwa kuwa na maendeleo na mambo mazuri ya dunia. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja liibadihi wat-tayyibati minar rizq. Allah mwenyewe anasema, kwani nani aliyewaharamishia mambo mazuri mazuri ya dunia na vyakula vizuri vizuri vya dunia? Hamjakatazwa. Lakini vile ukiitengeneza dunia yako, wewe unakuwa na njia mbili, option mbili. Tengeneza dunia yako kwa kutumia njia ambayo unapata faida zote mbili. Kile kitendo cha kuitengeneza dunia yako uitumie namna ambayo unatengeneza na akhera simultaneously, pamoja. Dunia yako inakuwa nzuri na akhera unatengeneza, kama vile tulivyofundishwa kusema Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Kwa leo naona niishie hapo, nimesema vya kutosha. Kama hamjanifahamu mahala, mnaweza mkaniuliza nifafanue. Wa ala hadha alqadr yaqif. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Nizunguka tafadhali, niambie kwamba wale ambao wametokea katika maasi hawarudi kwake yeye, ataadhibu katika moto kwa muda haridina fiha. Naam. Ndio kuna kauli zinatoka kwamba Waislamu watakiwa motoni na kutolewa. Hii ikoje? Hiyo kwa upande wangu mimi naona ni kauli tata, haijanyoka hiyo.
Tumepinda. Kwenye Qur'ani hamna aya iliyozungumza sarihi kwamba kuna watu wataadhibiwa, kuoshwa kwa mujibu wa dhambi zao halafu wataachiliwa. Lakini kwenye hadithi, ziko hadithi zinazosema hivi kwamba kuna watu wataadhibiwa, watakaa muda mrefu motoni, halafu watatoka kwa uombezi wa pili wa Mtume. Maana Mtume atawaombea watu kwa mara ya kwanza ili wahukumiwe. Baada ya kutoka makaburini, tukasimama kwenye uwanja ule mmoja, baada ya kukimbia mbio sana, tunasimama kwenye uwanja mmoja. Tutasimama pale kwa kiasi cha miaka 50,000 hii ya duniani. Allah hajaanza kuhukumu, kakasirika. Na inaitwa yaumul qiyama kwa sababu tumesimama, hakuna benchi la kukaa wala ardhi haina majani. Ni kusimama. Hapo hakuna huduma ya chakula wala kinywaji, kama ulivyokaa barzakhi huli, na baada ya kutoka hapo hamna kwanza huduma ya chakula. Miaka 50,000. Naqifu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanati. Tunasimama hapo kwenye siku moja ambayo urefu wake kwa hisabu za hapa duniani ni kiasi cha miaka 50,000. Baada ya hapo tena ndo Allah atakwenda kuombwa. Ni hadithi ndefu, sasa hivi nikiingia hapa nitarefusha muda, na kuna haki za watu nyumbani huko, wengine msichelewe sana. Mtume alikuwa hapendi hadithi baada ya swala ya Isha. Kuna haki za watoto, ukawaulize tuition zao, homework zao na nini kabla hawajalala, na mama yao naye ana mambo yake. Ukichelewa anakasirika au vipi? Kwa hiyo tufanye tuondoke mapema. Lakini kwa ufupi ni kwamba kama tutakuwa hizi hadithi zipo za kwamba watu wanaingia motoni alafu watatoka, lakini watu wafani mustala alhadithi, nyingi ya hadithi hizo wanazitia kasoro. Aidha wanasema ni maudhui, nyingine wanasema sijui zina ila, kuna msimuliaji fulani huyu sio thika, huyu si muaminifu. Nyingi zinakuwa zina kasoro kama hizo. Na sababu ya tatu ni kwamba kama mtu atakuwa ana uhakika, mimi madam Muislamu nimesema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, nina hakika sikai motoni milele. Wako machizi wao wanasema mimi hata nikipata pepo ya deki tu nisipate hayo magorofa, hata kibanda tu mradi mie Mungu aniweke peponi tu basi nisharidhika, lakini dunia yangu siiachi. Sasa mtu mwenye mentality ya kufanya maasi kwa makusudi, kwa matumaini kwamba sikai motoni milele madam mie Muislamu, hii inakuwa inamnyima yeye fursa ya kusamehewa, kwa sababu anakufuru kwa makusudi, anafanya maovu kwa kukusudia. Na mwenye kufanya maovu kwa kukusudia hana excuse, hasamehewi. Sasa ukiwapa watu moyo, utatoka, wengine wanapanga basi acha kidogo ni konge moyo, alafu si tatizo kutumikia miaka kidogo alafu nitatoka. Na kuna hadithi Mtume katika hizi za kusimulia hadithi ya Isra na Miraji, anasema nimekaguzwa katika usiku niliopandishwa Miraji, nimekaguzwa motoni na nikakaguzwa peponi. Peponi hakutia comments, lakini motoni anasema sikuona watu wanaadhabu mbaya zaidi ya watu wawili. Yani kuna watu wawili, watu wa namna mbili, sio wawili kwa hisabu, sio namba. Kuna watu wa namna mbili motoni wanaadhabu mbaya mno. Akataja mmoja ni mtu ambaye kakirimiwa kujua aya moja ya Qur'ani halafu akaidharau. Kama sote tunajua humo aya common, wala taqrabu zina. Hii wala taqrabu, neno la taqrabu limekwenda mbali zaidi ya kwamba Allah angesema wala taznu, msizini. Angesema wala taznu ingemaanisha ni ile sexual intercourse tu ndo haramu. Lakini wala taqrabu, neno hili linajumuisha yale mukarribati zina. Kuangalia kwa matamanio kosa, kutongoza kosa, kukonyeza kosa, kubusu kosa. Yote haya yanaitwa mukarribati zina. Halafu yote tunayadharau, na lile kubwa lao tunafanya. Watu mpaka wanapata watoto wa nje ya ndoa, umu 3, 4, ati watoto wanakuja kuhudhuria harusi ya wazee wao. Hii imenyooka hii kwenye dini kweli? Sasa kinachofanya watu wawe hivi ni hizo tamaa ya kwamba mie Muislamu,
mie Muislamu. Tena anakuwa na leseni ya kufanya atakavyo, anakuwa na full confidence kwamba yeye ni mtu wa kheri, ataenda peponi. Sasa makosa ya makusudi kama hayo yanaweza yakakuja kuondoa kwenye time mbaya, na ukawa humo katika hao atakaosamehewa kabisa. Sasa mtu wa kwanza ni yule mwenye kudharau agizo la aya, anaijua alafu akaifanyia khiana, huyu anapata adhabu mbaya. Wa pili ni mtu aliyeacha faradhi moja ya swala kwa makusudi. Yani kwa mfano wa dhuhuri, alikuwa yuko kwenye pool au kwenye bao lile, anakula nyumba, anatakata, adhana kaisikia, akwenda, limemnogea bao, halafu muda umeenda, hakuirejesha ile sala, kaingia kwenye mambo yake mengine. Adhabu ya mwenye kuacha swala ya faradhi kwa makusudi, anakaa motoni kwa muda wa hukuba moja, swala moja kwa hukuba moja. Hebu watu wa mahesabu, pigeni hesabu chap chap hapo. Hukuba moja, hukuba ni a period of time, kama vile tunavyosema karine, miaka 100, wiki siku 7, mwezi ni siku 30. Sasa hukuba ni miaka 80. Faradhi moja adhabu yake motoni ni miaka 80 ya akhira, sio ya hapa. Miaka 80, kila mwaka una siku 360, ndo hukuba hiyo. 360 siku moja, yani mwaka mmoja, na siku moja ya akhira ni miaka 1000 ya hapa duniani. Sasa unapata kama miaka milioni 7 hivi na kitu hivi, adabu ya sala moja. Sasa wewe utakuwa na ujasiri gani wa kusema nitatolerate adhabu kwa muda, halafu nitatoka huko kwa hala, unaambiwa hakuna mwisho. Huo muda tu wa kuadhibiwa unajua ni miaka mingapi? Halafu wewe unajiamini nitatumikia halafu nitoke, kama jela ya Ukonga. Majela watu wanatoka halafu baada ya wiki anarudi. Tulikuwa tunastaajabu mwanzo sisi kuona wewe umetoka juzi tu leo unarudi. Sasa ustazi, mimi uko nje, sina maisha hapa, na kula bure, na lala bure, umeme umo. Dunia ina vituko hii. Anafanya matatizo makusudi, sio ya mauaji tu ya kwamba na yeye auawe, lakini anatengeneza kesi, akamatwe, aende mahakamani, anakiri kosa, siku ya 3 unamkuta karudi. Sasa watu wa aina hiyo wamo wengi, hamnazo. Wewe jitahidi usende kabisa huko motoni, usijipigie hesabu nitakwenda nitatoka. Kama swala moja unakaa siku miaka milioni 7, je, kama unazo 50 hizo swala hujaziswali kwa makusudi, umeziacha na hukutubu kosa lako? Maana ukitubu, kutoba inafuta makosa yote. Lakini umefanya makosa, hukuwahi kutubu, umeenda nayo kesi, ukaenda nayo kule, ikihukumiwa, ikikutia hatiani, ni adhabu tu. Sasa jitahidi utengeneze mazingira motoni, usiende kabisa. Na uwezekano mbona upo, maana ukitubu ndo makosa yote yanasamehewa. Allah anasema katika sura Zumar, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia innahu huwal ghafurur rahim. Enyi waja wangu mliopitiliza, mliochupa mipaka katika kudhulumu nafsi zenu, msikate tamaa na rehema za Allah. Ukata tamaa ukasema mimi sijui kama nitasamehewa, sisamehewi mimi kwa niliyoyafanya. Usikate tamaa, hakuna aina yoyote ya dhambi ambayo Allah hasamehe. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia. Hivi nikuulizeni, mtu aliyesamehewa dhambi zake anaenda motoni? Fight usamehewe, usiseme nitastahimili adhabu kwa muda. We, hilo ni kosa. Hiyo kusema nitaenda nitatoka, kosa. Fight usamehewe, uende vizuri tu, upatane na Mola wako. Nimefahamika? Inshallah. Naam. Wapi? Pale tulipokuambia kwamba mitume yote tunaweka Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kufanya. Sasa wale mitume
wengine wale walikuwa wakipigana vitabu vyao kama Isa, Muhammad na wengine. Sasa naona kuna vitabu vingine bado vinaendelea kutumika vitabu hao. Kama nimelielewa vizuri swali lako, inamaanisha kama mitume wengine havijatajwa vitabu vyao, wewe unavijua vinne tu. Una maana hiyo au? Hapana. Sasa hivi naona kuna vitabu vingine zaidi ya fulani ambavyo vinatumika kwa wanadamu. Mfano kama hiyo Biblia kuna watu wanatumia. Sawa. Kwanza, mtume yoyote mursal, maana mitume wako aina mbili, kuna anbiya na mursalin. Mitume anbiya wanakuwa wadhifa wao ni mdogo, ni watu wa mawaidha tu, hawakuletewa sharia, hawakuwa na uwezo wa kufanya mahakama, hawakuwa na uwezo wa kuendesha jamii zao kisiasa, kiuongozi, na hawakuwa na uwezo wa kupigana vita. Pawa yao kidogo ilikuwa ndogo. Mursalin ndi wale waliopewa majukumu mazito mpaka wakawa wanaendesha jamii zao kisiasa, kama alivyotuambia mtume wetu, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya. Tasusu inatokana na neno siasa. Wana wa Israeli kwa muda mrefu walikuwa wanaongozwa na manabii wao kisiasa, yani mfumo mzima wa uongozi wa nchi ni wa dini, na nabii ndo kama rais wao au mtume wao ndo rais wao. Na wamepigana vita, Nabii Musa akapigana vita, na mitume wengi wamepigana vita ambao Allah kawakirimu kuwa na masi kubwa ya watu. Nuhu hakupata watu hata 100, hakuwa na uwezo wa kuunda jeshi, lakini naye ni katika mursalin, kaokolewa na Allah mwenyewe. Sasa hivi vingine unavyoulizia hivi havitoki kwa Mungu. Kama hao wanamuamini Yesu, kwanza Yesu wamuamini ni rasulun min rusulillah, wao wamempandisha daraja, wanasema ni Mungu au mwana wa Mungu. Sasa akiwa Yesu ni Mungu, yeye ndo anayeteua mitume. Sasa wakataka hii nafasi ya mitume, mpaka Kisarawe utakuta kazaliwa mtume, yupo mtume. Haya yote hayatoki kwa Mungu, ni ubunifu wa wanadamu, kutafuta kidogo mkono uende kinywani. Unajua kufungua kanisa ni mtaji mkubwa na kusilimisha watu wao wanakasirika. Sasa hizi dini hazitoki kwa Mungu, wanayoongozea wanaofundishia waumini wao sio yanayotoka kwa Mungu. Isa kapewa kitabu cha Injili. Hiyo Bible ni compilation ya kazi za wanadamu, haitoki kwa Mungu. Wayahudi kitabu walichopewa mtume wao Musa ni Taurati, lakini kitabu cha dini ya Wayahudi sasa hivi kinaitwa Talmud. Taurati haipo kabisa, imepotea. Sasa hivi ni vitu kazi za wanadamu. Hata na nyinyi mkipenda mnaweza mkatunga kitabu chenu mkawaambia watu wenu, fateni hichi kina maneno ya Bwana. Kumbe Bwana wenyewe ni yule mlaji tu, mpigaji, anatengeneza dunia yake. Hivi vitu vingine havitoki kwa Mungu. Umenielewa? Haya, inshallah. Naam. Sema niulizie kwa Sheikh Msemi kwenye swali. Binadamu wanakufa. Hizi roho zao zinahifadhiwa wapi? Wallahu aalam. Mimi sikujui zinakohifadhiwa. Mwanadamu akishakufa mwili unazikwa ardhini. Lakini pia kuna wengine wanakufa wala hawapati kuzikwa. Kuna watu wamekufa kwenye drilling bombs za Marekani na Israeli huko, hawakupatikana hata kuzikwa. Wengine wanakufa baharini huko, maiti haipatikani, samaki wanakula. Wengine wanakufa porini huko mbugani, simba kachukua kala, hapatikani hata kuzikwa. Maana simba akiacha mfupa, fisi anakuja kubeba, anaondoka nao. Lakini wote hawa hawapotei, kwa Mungu wanarudi. Sasa mwili unaishia hivyo. Roho Allah mwenyewe anapopahifadhi anajua yeye mwenyewe. Lakini siku ya kufufuliwa miili inarejeshwa, na hizo roho, kila roho inapelekwa kwenye mwili wake. Wapi zinahifadhiwa mpaka leo mimi sijajua bado. Hamna jengine? Naam.
alaykum wa rahmatullahi ta'ala. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mapenzi na mahaba na ihsani aliyoweka katika dini hii ya Uislamu. Pia kushukuru kwa kule mwaliko ama taarifa uliyopata na ukakubali kuja katika kongamano, na leo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia kukuona wazi na kuisikia sauti yako. Ni moja kwamba anatufikishia Mwenyezi Mungu katika mapenzi makubwa na ihsani aliyoweka katika Uislamu, kwa sababu ilikuwa wengi tumekata tamaa mtu huyu, hasa lile tukio lililokufika. Wengi tulisema kwa mtu huyu kumuona tena si rahisi, lakini leo ndio tunakuona na tumesikia sauti yako. Kwa hiyo mimi napenda kushukuru sana na kukukaribisha sana kiwa karibu inshallah. Asante sana. Nashukuru. Naam Sheikh. Wa alaykum salam. Tunaongeza faida katika ile aya ambayo ilituambia tutubu toba ya nasa. Kuna mwingine anaweza akatubu mara moja, akatubu mara mbili, akatubu mara tatu, lakini kwa kosa lile lile analotubu hapo akarejea tena akafanya toba. Inawezekana kwa kufika mara tatu mtu huyu akaona sasa mimi sitasamehewa tena na akaweza kukata tamaa tena na kufanya toba. Je, nini hukumu zake kwa mtu kama huyu ambaye anarejea kosa lake? Hata huyu hajafungiwa milango. Kufungiwa kwake milango ni kufikwa na mauti. Mauti yakimfika kwenye michezo yake hiyo kaondoka vibaya. Lakini akidiriki kufanya toba ya kweli, akajichunga mpaka mauti yakamkuta hajarudia makosa, anasamehewa kwa idhini ya Allah. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah anawapenda wenye kukosea wakatubu makosa yao, na anawapenda watu wanaopenda kujiweka safi. Anapenda kuishi maisha ya kuwa yuko sawa, hafanyi makosa, anajitahidi asikosee. Huyo Allah huwa anampenda. Naam. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, Sheikh, katika darasa lako nimepata faida moja, lakini kuna swali. Umetueleza wa mwanadamu akishakufa na maana mwili wake unatawanyika katika ardhi, lakini Mwenyezi Mungu ndo anajua kwamba sehemu yake, nyama zake, udongo huu au kitu fulani, kwa kiyama na mfufua vile vile. Lakini tunaambiwa kwamba ile kaburi uje likawa kiwanja miongoni mwa viwanja vya pepo, lakini pia ile kaburi uje likawa shimo miongoni mwa mashimo ya moto. Ina maana atekezi kwa pale kwa mujibu wa matendo yake ya duniani, ima atawekwa katika pepo au katika moto. Sasa ikiwa mwanadamu huyu mwili wake ushachakaa na ardhi, atastareheshwa vipi katika pepo au ataadhibiwa vipi katika moto, ili hali kwamba mwili wake wote ushatawanyika? Okay, sawa. Vyema, mtu ana sehemu mbili, au tuseme mtu, kiumbe hai yoyote yule ana sehemu mbili. Ana mwili na ana roho. Mwili ambao umewekewa roho ndo unatengeneza kiumbe hai. Kifo ni kuvitenganisha hivi vitu viwili. Sasa kama ni ladha ya starehe za peponi, hiyo roho ndo itakayoona, na kama ni adhabu za motoni, hiyo roho ndo itakayoona. Kwani nikuulize na wewe swali, nifanye uswahili. Mama Swahili, ukimuuliza swali na yeye hukuuliza swali. Bwana, ulifanya vile nilivyokuagiza? Naye anakuuliza kwa nini? Sasa jibu. Sasa mimi nafanya uswahili hapa. Ushawahi kuota usingizini ndoto mbaya mbaya hivi? Sana. Hata siku moja? Nimeota sana. Umeota? Sasa wewe si umelala tena, umelala na wife pale wakati mwingine, lakini unaota ndoto inakutisha mpaka unaamka pumzi mbili mbili, jasho linatoka. Unaona? Wakati mwingine unaota unapigana, unapiga mwenzio teke. Sasa kinachofanya vile nini? Na wewe umelala pale pahala salama nyumbani.
yale mashaka uloyaona mpaka ukaamka pumzi zinaenda, ilikuwaje? Na wewe umelala kitandani kwako pale ndani, umekomea mlango. Roho ndo inayokuwa inapata ile shida, sio mwili. Unifahamu? Kwa hiyo na kaburini, maisha ya kaburini ndo hivyo hivyo. Roho haichakai wala haiozi, ipo tu milele. Kabla haujaumbwa mwili tumboni, hiyo roho alishaiumba Allah mapema tu, tangu huko alipoumba baba yetu Adam. Kwa hiyo kuna watu roho zao zipo, hawajaja hapa, pengine wajukuu zako au wajukuu wa wajukuu zako, Allah mwenyewe anawajua, lakini hawajaja hapa. Kuna aya nasema kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Kule kufa yani kuwa hupo katika existence, we ni mfu, hujakuwepo bado. Kwa hiyo kufa ndo kuliko kuwa mwanzo. Kuntum amwata, hamkuwepo, fa ahyakum, Mola wenu ndo kawaleta kwenye uhai. Na uhai huu sio wa kujivunia. Thumma yumitukum, baada uhai huu anakufisheni. Ndio hiyo kufa, sasa kuondoka duniani, kufariki. Thumma yuhyikum, alafu anakuja kukurejesheni tena uhai. Unaona mambo yanavyojirudia rudia. Sasa roho ipo na haichakai wala haipotei, mwili ndo unabadilika badilika. Yani hata mimi nilikuwa kitoto kichanga, sasa hivi niko hapa na futi 5 sijui inchi 8. Naam sheikh. Swali langu nauliza kwamba baada ya kusubiri umma wote, kila mmoja manake apate kama kweli. Sasa je, katika yale matendo yetu wapo watu ambao yale matendo yatafanana kwenye mizani? Mfano dhambi 1000 thawabu 1000. Je, watu hao watatokea? Na kama watatokea hao waliokuwa sawa kwa sawa, ana 1000 dhambi 1000 thawabu, huyo atakuwa wapi? Hii kesi yao imezungumzwa kwenye sura ya 7, suratul A'raf. Hilo neno A'raf ndo linawahusu watu wa aina hiyo ambao wamebalance mambo yao, mzani umekuja sawa sawa. Wapo hawa, alichosema Allah anaiakhirisha kesi yao pale kwenye mahshari. Watu wenye matokeo haya wote baada ya kupimiwa wanaambiwa pandeni kule juu. A'raf ni mahala penye muinuko, wanawekwa position ambayo wanapopita watu wa kwenda peponi wanawaona, na wanapopita wanaoenda motoni wanawaona. Kesi yao imeakhirishwa kwanza mpaka wamalize hawa wenye hisabu zilizonyooka. Huyu kushoto peleka kule, huyu peleka kule, mpaka weshe hawa ndo watashughulikiwa wale. Lakini na wao finally watahukumiwa hivyo hivyo. Kama kuna Allah atataka kuwasamehe atawasamehe, kama kuwatia hatiani atawatia hatiani, kama anawasamehe wote ni maamuzi yake, akiwaadhibu wote ni maamuzi yake. Lakini hilo jambo lipo na limezungumzwa, liko kwenye sura ya 7. Naona itoshe maswali. Mama mtauliza msikiti mzima, tutafika asubuhi. Naam sheikh. Watu washasimama kule, wengine wamesimama. Wana haraka, wengine wana swali wale. Naam. Katika ile katika zile siku ya kiyama, maana siku na ile patashika ambao watu wanakuwa wanatembea huko kama vile wamelewa. Na ambao wazazi ambao walikuwa wa mama ambao wanabeba ujauzito, maana wataweza kujifungua katika siku hiyo. Je, hawa watoto ambao wanazaliwa katika pepo motoni? Hayo yanatokezea kabla ya hicho kiama chenyewe. Yatatokezea siku za mwisho ambayo ndo matokeo ya kuimaliza hii dunia na maisha yake. Ndio atakuja mambo kama hayo mazito mazito. Tunaambiwa haya mabaragumu yako matatu. Kuna nafhatul fazai, na kuna upulizo wa watu kuwachanganya tu. Ndio yanatokea hayo. Alafu kuna upulizo wa pili wa watu kufa. Viumbe vyote vilivyopo vitakufa. Majengo yatapomoka na kila kitu, ardhi itakuwa iko peke yake. Milima itang'oka. Alafu kuna pulizo la tatu, ilo ndo wakufufua waliokuwa wamekufa. Wakati Allah keshari sete, ardhi iko nyingine sio hii, na mbingu nyingine sio hizo, na mambo yote mazingira sasa tumeletewa ulimwengu wa kudumu, ndo tunafufuliwa sisi na tukawekwa kwenye mahakama.
Naam, shekhe wetu fanya wa mwisho. Swali langu linajenga kwamba napokuwa kule peponi, watakaobahatika kwenda peponi na inshallah Allah atatujalia. Amin, amin. Najua kuna mahulaini. Aha. Umepiga hesabu kali. Naam. Sasa kwa umri wa mwanadamu labda kashashi miaka 90, atakapofuka na mwili wake huu, kapewa mahulaini 70 wale. Na umri wake ana miaka 80 au 90 au 90, atawaweza wale? Haya, kwanza hatufufuliwi hivi. Yule anayekufa hapa dingi miaka 104 anafufuliwa kwenye eji yake ya ujana, na peponi hakuingii mzee. Tunaingia tukiwa na umri wetu wa ujana kama eji ya miaka 30. Wanaume na wanawake tuko hirimu zinazofanana, ndio maana ya urban atraba. Umefahamiana? Kwa hiyo kijana shababi hata kwenda nao 100 unaweza. Kule ni raha tu, hamna shida, hamna usumbufu. Wote unawakidhia haja zao na wenyewe wanaridhika. Kuliko jogoo uchoki. Majogoo asubuhi yakifunguliwa tu anaanza shughuli. Na jioni kabla hajaingia anataka apige cha mwisho pale mlangoni. Kwa hiyo na huko ndo hivyo hivyo, utakuwa na uwezo wa kutosha. Vyakula tele vipo, tena vya maana. Havina kemikali. Na vyakula na vinywaji vya peponi ukila vyote vinajenga mwili. Maana kule hakuna maradhi, hakuna kuzeeka. Chote unachokitumia kinatumika kuimarisha mwili. Kwa hiyo siku zote wewe uko strong na siku zote unakuwa kijana. Hamna kuzeeka kule. Hata kindengereko ukitaka utaongea. Tukimu bana tusali. Ngoja kwanza tuombe dua. Naam. Haya. Kwanza nasema nakupenda kwa ajili ya Allah. Kwanza nasema nakupenda kwa ajili ya Allah. Falillahi alhamdu alladhi ahabbani fihi. Naam. Jambo la pili, wamefurahi wa mfano wa shehe yule wa ndoa. Lakini swali lake anasema kabla ya kuumba dunia na vilivyomo, kabla ya Allah kuumba dunia na vilivyomo, alikuwa na kitu gani? Hapakuwa na kitu. Alikuwepo yeye mwenyewe tu peke yake. Vyote vilivyopo kaleta yeye. Sasa tukienda mbali zaidi tukisema yeye kabla hajaleta hivi vitu alikuwepo kwa muda gani, huko tutakuwa tunakosea. Inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا جملنا بالعافية والسلامة وحقق لنا التقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. ربنا زدنا علما وحكما وارزقنا فهما بفضلك يا لطيف وعلمنا ما لا نعلم وفهمنا ما لا نفهم إنك أنت ربنا وأنت الحكم وإنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.